Basi katika episodi moja ya kwanza kabisa tuwapata mwongozo zaidi ya kwamba mwaka 1398 aliweza kufanyika mapinduzi kutoka kwa mkali ambaye alikuwa anafahamika kwa jina Yi Bangwon, ambaye aliweza kumuua mdogo wake anaitwa Yi Bangxioko na kuweza kuchukua throne. Hivyo miaka miwili baadaye aliweza kufunga ndoa na queen kutoka Mini ili kutengeneza taifa ambalo lina nguvu zaidi. Ni mwaka 1400 tu, miaka miwili baadaye kuweza kumdedisha mdogo wake, na yeye aliitwa Mfalme Sanyo. Sasa historia yake ilikuja kuchange kwa sababu tayari kulikuwa na visasi kutoka katika bloodline ambayo imetengeneza ufalme. Yaani babake tu hakufurahishwa na hiki ambacho amekifanya uchalie. Lakini pia kizazi kinakuja pale ambapo aliweza kumuoa mwanamke mwingine na kuweza kumpatia ujauzito ya kazi zaidi. Twende katika episode ya kwanza tu na kuenjoy jalamba bomba zaidi. Hii ni sound ya Faru DJ, twende tu. Tunaonga ndi ambapo mtaalamu alikuwa na dance na queen. Wazao ni watu wenye historia ndefu sana ya maisha yao. Yaani mtaalamu Yi Bangwon, mwamba ambaye alimoverstone bwana mdogo na kuweza kuchukua kitengo na kuweza kuchukua zigo. Walikuwa ni watu ambao wana maisha ya furaha sana. Muda wote walikuwa ni watu ambao wanapenda kufanya mambo fulani hivi. Lakini moja kwa moja pande ya pili kwa mdingi sasa. Babake na Charlie, kamanda wa majeshi, anaongea na kijana wake. Anasema kwa kile ambacho wamekifanya on bio lazima uhakikishe kwenye mbingu na kwenye sherehe za mabuza tunafanya kitu ambacho kitamfanya ajue ile Royal Stone sio ya kwake. Sasa bwana mkubwa wako anazidi kupata pongezi nyingi sana kwenye swala zima la harusi yake. Lakini pia kulikuwa na vijembe sana, vingine vikidai ya kwamba huenda bibie angekwaga mwanaume, huyu mwamba asingepata nafasi ya kuwa the king kwa wakati huo. Ni watu ambao wanatokea katika Mini family, miongoni mwa watu ambao walikuwa na nguvu sana upande wa queen. Hawajaribu kumchokonoa mwanaume Yi Bangwon. Lakini kuna mzee mmoja anambia kitu kimoja tu, ingekuwa ni vema kwa mambo mkiongea baadaye kwa. Sasa baadaye bibie alitoka na kuteta na mtaalamu. Anampatia mazima ile throne na ile mavazi ya utawala zaidi. Anasema mbingu na kila kitu kimekubaliana na kile ambacho ni kama ombi letu. Anasema nini utaweza kufanya sasa? Apata kumbukumbu kidogo namna gani mwamba aliwezaga kumwadhibu yule bwana mdogo wake ambaye alikuwa anaitwa Yi Bangxioko na kuweza kuchukua mambo. Sasa ni katika mji mdogo ambao unaitwa Gaogyong. Huku kuna vumi ambazo zinasambaa sana ya kwamba huenda mfalme ameamua kumuoa ndugu yake wa damu kabisa ili kuweza kupata nafasi ya kushikilia kitu hicho. Lakini kuna bwana mmoja ni kama anasikiliza sana hizo habari. Shida mtu ni kama anaonekana kipofu hivyo au kumtilia maanani sana. Anyway, basi kuna katoto. Okay, tuazidi kusonga tu kwa usipate mashaka yote mambo ya kiufundi zaidi. Basi unaingia sehemu moja inaitwa Gaogyong, sehemu ambayo ni kijiji fulani ambao karibu sana na ufalme. Huku watu wanatoa taarifa kwamba kwa nini anaweza kumwangamiza ndugu yake, ilikuwa ni tamaa madaraka au usiogope, tunaonga kibabe zaidi, picha bado ni pelu zaidi. Arasima sio na wasiwasi kwa sababu kwenye position ambayo yupo ni miungu imekuteua tu. Huyu bwana mkubwa anaitwa Yi Bangwon alimuaga ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Yi Bangxioko na kuweza kuchukua kila kitu. Sasa uvumi katika kamji kidogo sana ambao kanaitwa Gyeongyang. Huku taarifa zinazidi kusambaa kwamba aliweza kumwangamiza ndugu yake ili aweze kupata nafasi ya kuweza control kiti cha kifalme. Hawa ni wananzengo tu ambao wanapiga story mbili tatu, lakini pembeni kulikuwa na mtu ambaye ni kama alikuwa anachukua taarifa fulani. Mtu huyo aliweza kufika moja kwa moja sehemu moja asili zaidi, na hapa alikutana na mtu mmoja. Anasema juu ya Pansuyo anachokisema ni kweli kabisa. Ni kweli aliwezaga kumwangamiza ndugu yake na ili mpaga gaza sana mzima. Hivyo mfalme kwa upande wa pili sasa kuna jambo anahitaji kuteta na viongozi yao. Anasema lazima takishi watengeneza muunganiko ambao utakuwa na muingiliano pasipo kuruhusu hata uwepo wa wajumbe. Basi bibia ipata nafasi ya kuongea na baba kidogo. Anasema juu ya Ming na kile ambacho waliweza kukileta kama muunganiko wa kuweza kutengeneza ndoa ambayo itafanya kingdom yetu ina nguvu zaidi. Basi mwanamke huyu ni mtu ambaye alikuwa anamtia moyo sana mshikaji. Haijalishi mwamba alikuwa anapitia magumu kiasi gani. Moja kwa moja upande wa pili sehemu ambayo ni kama palace ya muda. Huyu ni babake na Charlie yuko huko.
Sasa kuna viji matunda ameletewa mzee, ni kama zawadi ya harusi. Mwambie mzee ni nyang'au sana. Kwanza alionja, alafu akatema. Kaona analetea vitu vya namna hii, anaweza kumuita sasa mjumbe ambaye ametumwa na the king. Anasema nawe jaribu kwa upande wake. Ya baada ya kujaribu alisema tamu. Akamuita bodyguard wake anaitwa Wong Pyong. Hatujui ni kazi gani aliweza kumpatia. Hai sasa upande wa pili kuna mtoto mdogo ambaye kwa sasa inaonekana kwamba ni mtoto wa mfalme aliyeko madarakani kwa wakati huu. Basi mama kuna jambo anahitaji kulifanya ili mambo yakae sawa zaidi. Basi moja kwa moja anahitaji kukutana na kiongozi mmoja mkubwa sana. Na hapa alihitaji kumuelezea tu juu ya kitu ambacho kitoka kwa bibi ambaye anaitwa Young Se. Zuyo anamfahamu sana. Anasema nakufahamu kwa sababu ulitoaga na Queen yake. Sasa nini ambacho kimekufanya urejee kwangu kwa wakati huu? Habari ilikuwa ni juu ya mtoto. Jumbe naye analeta taarifa kutoka kwa mzee kwamba mambo yameenda sawa zaidi, lakini tu kimwangalia ni kwamba kama ana mashaka sana pamoja na ile taarifa ambayo anaileta kwa the king. Basi mdau aliweza kufika mzee ambaye alipata ujumbe kutoka kwa binti ya kwamba tayari ameshaanza kujifungua mtoto na ule mtoto ni wa the king. Anasema Young Se. Hii taarifa imemshtua sana mfalme, lakini sasa kila kitu kilikuwa kimewekwa sawa zaidi kwa sababu mtoto alikuwa ni wa mtaalamu mwenyewe the king. Sasa huyu mzee kumbe alikuja na ule mnyama Biomo. Hatujui nini ambacho kimemleta, lakini kuna mama aliona hiari pindi ambapo alikuwa anatoka pale, ina maana alishuhudia kile ambacho kimeonekana kwa Yuenuchi. Sasa upande wa pili kwa binti akiwa kuna maneno anaandika tu katika karatasi moja kubwa sana huko. Hatujui ni nini ambacho anakiandika. Mara ghafla mtaalamu aliweza kuingilia. Anasema nini ambacho kimekuleta hapa? Anasema ni habari juu ya binti ambaye anaitwa Young Se. Unamkumbuka huyo? Anasema najua, lakini kwa sasa ameweza kunipatia mtoto. Binti anamwambia mtoto huyo yuko wapi? Anasema anahitaji kuweza kupata nafasi. Ghafla kuna kicheche aliingilia. Alikuwa ni Black Ninja. Sasa anahitaji kuchukua maisha ya Queen. Anambia kaa nyuma yangu na nitanunua muda. Sasa mtu huyu alikuwa ni Biom, yule mfanyakazi wa babake na Charlie. Mwamba aliona sasa baada ya mwamba kutoweka, mwamba yeye nje akiona gaza sana. Anasema huyu ni Wong Biom, ni kijakazi ambaye anafanya kazi na babangu. Hivyo nagundua mzee ndo amemtuma mtu huyu. Hakika mama aliweza kumpoza tu kwa skili ambacho kimetokea. Sasa ni majibu kwa yule ambaye alimleta mtu huyo. Mzee mzima anaulizwa sasa, nani aliyekuambia ufanye jambo kama hilo? Ina maana uone hata aibu kwa kile ambacho umekifanya ni kama adhabu ya usaliti. Sasa kwa kama utakubaliana na makosa yako na kuongea ukweli, basi mama yako ataweza kuishi maisha mema. Lakini kama utashindwa kuongea ukweli, hakuna kitu ambacho kitasalia katika familia yako. Anasema mtu ambaye amenitumwa anaitwa Tae Jion, babake na Charlie. Bwana alipata gazabu, alimpiga panga kwanza. Hiyo ni advertise. Sasa ilejea katika eneo la kiti, na hapa anakumbuka kumbukumbu ya nyuma sana, kipindi ambapo babake alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana. Alisifia sana kwa uwezo wa kuweza kufaulu mtihani. Yaani Bangwon mwenye mnyama huyo. Kwenye ile King Face ndio utaipata habari nzuri ya Yumamba Kibangwon. Lakini sasa hebu tusonge kibabe zaidi. Mwanaume anachakata matukio yote ambayo yametokea. Anajiuliza sana namna gani anaweza kukabiliana na changamoto nyingi sana ambazo ziko mbele yake, na ilihali babake mzazi akiwa anahitaji kuweza kumwangamiza. Sasa kitu cha kushangaza ni kwamba Queen alikuwa anatoka usiku wa leo, kuna sehemu anahitaji kuelekea, na mwamba alijua tu. Queen alikuwa anahitaji kuweza kumwona mtoto ambaye alipatikana kwa kimada, yani kale ka coat kale, ili aweze kujithibitishia vyema zaidi. Basi aliweza kufika katika ile eneo, na hapa aliweza kukutana na katoto kenye akapa. Kachalini kwamba akajui chochote, lakini baadaye aliweza kumuita mwanamke ambaye alikuwa gani kija kazi miaka mingi sana iliyopita. Nasema basi kuna makubaliano ambayo aliweka na kijakazi yule. Hatujui ni makubaliano yana gani. Kuna makubaliano ambayo aliweka, sema kila kitu akichukulia uangalizi. Sasa upande wa pili kwa mfalme nini ambacho anaona? Anasema kwa sasa nachohitaji bibi aweze kuingizwa Paris. Ili mpagaza sana mama. Sasa ni wangu anataka kumfuata the king na kumwambia. Anasema sasa tunatakiwa tukae katika same level na tuweze kuelewana. Anasema nimemuingiza kwa sababu yule ana kiumbe changu,
yani ameweza kunizalia mtoto ambaye ni prince. Anasema wewe ni kiongozi wa taifa, lakini sasa inakuwaje unaenja nje ya makubaliano? Na kwa nini unanifanya niwe na uwivu pamoja na wasiwasi juu ya Jeong-sil? Anasema ameshanifanyia ubaguzi kwa kile ambacho kilikuwa ni kama makubaliano. Basi mambo kwa wakati huu ni kama ameenda tofauti sana na mfumo ambao bibi alitaka watengeneze taifa ambao lingeweza kufuata misingi ya kihistoria zaidi. Sasa ilikuwa ni wakati wa sherehe fulani maalum sana. Basi binti alikuwa anajiweka sawa katika eneo lake la mwili tayari kwa kwenda kukutana na the king ili kuklia mambo yake sawa zaidi. Lakini binti kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea alikuwa na gaza sana. Basi pamoja na kuandaliwa vyema zaidi, bibi alikuwa ni mtu ambaye ana gaza mno. Anasema nitakiwa kesho nafanya kile ambacho ni kama utamaduni wetu tu wa kukamilisha zile sherehe za kuweza kufurahi na mfalme. Basi watu waliweza kukutana, lakini mwamba alimwangalia sana yule bibi ambaye ameweza kuletwa. Basi moja kwa moja katika chumba maalum ambacho mzee baba anatakiwa aizabe akiwa na mama la mama. Anasema tuweka ahadi nyingi sana, lakini kwa nini umeenda tofauti? Mwanaume kuweza kuja toka kwa gaza zaidi. Itafakari sana yale maneno, lakini kwa sasa tayari alikuwa ameshaingiwa na kisukari. Mambo haya. Anasema anahitaji kufika kwenye chamber of the king, lakini mama anamwambia tayari kule kuna mtu tumeshaenda kumpeleka. Kuna mtu kaingizwa huko. Katika chumba cha mfalme. Sasa kazi ni kubwa sana. Tukutane katika episodi safi inayofuata kwenda kwa jua mengi sana katika chuma bomba zaidi. Hiki wanakiita Queen's Throne. Lakini pia walikuwa na Fall DJ kutoka GC Production jumba la burudani. Lakini pia sorry sana katika hii episodi kuna namna kidogo mtambo wetu unacheza. Sasa kesho tutaweza kurekebisha, lakini leo lazima tuipandishe kwa sababu watu wengi sana wameweza kuiomba. Tukutane katika episodi ya pili tu kwenda kuenjoy burudani kabambe zaidi. Let's say ciao. Kamsahamnida. Wow.